Mwanamume mmoja amefariki na nyumba kadhaa kuchomwa baada ya mzozo wa ardhi kuzuka katika eneo la Mikanjuni, Mtwapa, kaunti ya Kilifi. Inasemekana kuwa jamaa huyo alikuwa anavuna madafu pale washukiwa wawili walipomkamata na kumjeruhi wakitumia mapanga. Saida Swale na mengi kuhusu taarifa hiyo. Ndio athari za ugomvi ulioanza kama mzaha na kutumbua usaha. Hii ni baada ya kile kilichosemekana kwa utata wa kipande hiki cha ardhi eneo la Mikanjuni, Mtwapa kusababisha uhasama. Utata ambao haujapata utatuzi kwa miaka 10 sasa. Inasemekana kuwa wamiliki wa ardhi hii walizawadiwa, jambo ambalo halikuwafurahisha wengi, kwani mmoja wa wale walioishi kwenye ardhi hii alikuwa akivuna madafu. Ikawa ndio chimbuko la uhasama huu. Two guys wakakuja na pikipiki speed sana pale, tulikuwa tumekaa hapa mpaka we thought maybe ni polisi ama nini. Akaanza huyo chali mmoja mwenye namkumbuka ndio akauliza, mbona unatuumiza? Akakimbiza kila mtu, tukakimbia. Mimi nikakimbia nikajificha kwa kibanda ya fish pale. Alafu ndo wakaanza kumkatakata huyo rasta na mapanga. Sababu kubwa inasemekana ni nazi tu, alikuwa amebwaga, huyo kijana anabwaga. Sasa akaulizwa na huyu ambaye amekatwa, mbona unabwaga nazi? Maana ni sababu yake na hii plot ni sababu yake. Sasa alivyoshuka na panga tayari na kuanza kumkata. Wakazi wa eneo hilo walighadhabishwa na shambulizi hilo na kuichukua sheria mikononi mwao kwa kuchoma nyumba zote walimoishi waliosemekana kushiriki katika shambulizi hilo. Kwa lazimu wa polisi waliojihami kuingilia kati, kwani wakazi hao walivamia gari la zimamoto lililofika kujaribu kuiokoa mali kabla haijateketea. Kesi iko kotini. There is a dispute which the case iko before the court. Kwa hivyo sasa sijui kwa nini imefikia hapo, kwa sababu tayari sheria ilikuwa inachukua mkondo. Walikuwa na try kujisave mwenyewe cause tulidhania wamekuja kuattack watu wote, kumbe walikuwa wanataka huyo rasta. Kulingana na mkuu wa polisi eneo la Mtwapa, Bwana Gashago, kufikia sasa washukiwa 3 wanazuiliwa baada ya kujisalimisha kwa polisi, huku yule aliyejeruhiwa akiwa amelazwa katika hospitali ya Mombasa. Ni mbaya sana, maana mikono yote miwili imeenda, hiyo hata akipoa sidhani kama atatembea, mkono na mguu umeenda. Yaani kama atapoa, Mwenyezi Mungu akimweka hai, sidhani kama atakuwa vizuri. Masuala ya ardhi haswa kutoka maeneo ya pwani yamekuwa kiini cha ugomvi mwingi, ugomvi unaofanya wengi kubaki maskota. Hofu sasa ikitanda miongoni mwa wengi iwapo mashambulizi mengine yatazuka kutokana na matatizo haya. Saida Swale, KTN leo Jumapili. Na taarifa ambayo tunasipokea hivi sasa ni kwamba jamaa huyu alidaiwa kujeruhiwa, kwamba amefariki akipokea matibabu hospitalini.